Karibuni tutafakari pamoja, hasa katika kipindi hiki cha Majilio, na tafakari yetu inasema Kristo atakuja tena, na hii ni siku ya 5 ya Majilio. Na ujumbe wetu wa leo unasema Yesu alikuja, lakini wengi hawakumwelewa na hawajamwelewa bado. Katika mahojiano yangu na baadhi ya wasomi wasioamini katika habari za Mungu, mmoja wao aliwahi kuniuliza, hivi je, Yesu atakuja mara ya pili kwa jambo gani hasa? Swali hili linafanana na swali, ni kwa nini alikuja mara ya kwanza? Sasa tuanze na swali hili la pili linalosema ni kwa nini Yesu alikuja. Kama tulivyoona katika tafakuri iliyotangulia, Masihi, yaani Bwana wetu Yesu Kristo, alingojewa kwa shauku kwa miaka mingi. Manabii walitabiri ujio wake. Sasa basi, ni muhimu kujiuliza, je, ni kwa nini alingojewa kwa shauku? Ni bahati mbaya kwamba Masihi, yaani Bwana wetu Yesu Kristo, alikuwa akingojewa tena kwa shauku sana, kwa sababu ambazo zilikuwa tofauti kabisa na sababu za ujio wake. Kwa upande wa Waisraeli, kwa mfano, wao walimtegemea Masihi kama mfalme mwenye nguvu na mamlaka ya kidunia ambaye atalikomboa taifa na kuliimarisha. Kwa miaka mingi Waisraeli waliishi maisha ya mateso, hasa ya kupelekwa utumwani au uhamishoni au kutawaliwa na wageni. Maisha yao hayakuwafurahisha hata kidogo, kwani walitaka nao waweze kuishi kwa uhuru katika ardhi yao na kujiamulia mambo yao wenyewe. Kutokana na unabii juu ya Masihi, Waisraeli walitarajia kupata mfalme atakayewarejeshea ufalme na fahari ya taifa lao. Unabii uliwapa matumaini kuwa ipo siku Masihi huyu atawajilia na kuwakomboa, na hivyo walimngojea kwa shauku sana. Utaona Yesu alipozaliwa alimtia hofu Herode, mtawala wa kigeni, yaani wa Kirumi, baada ya kusikia kutoka kwa mamajusi kuwa kuna mtoto mfalme aliyezaliwa katika Uyahudi. Herodi aliona ni vyema kumtafuta na kumwangamiza, la sivyo koloni lao, yaani koloni la Kirumi lililokuwa katika nchi ya Israeli, lingekuwa mashakani. Ndiyo maana aliagiza kuua watoto wote wa kiume wa Kiyahudi ili asije akabakia na kuleta hatari. Pia mojawapo ya sababu za Yesu kushtakiwa na kuuawa ilikuwa ni yeye kujiita mfalme wa Wayahudi. Pilato akamuuliza Yesu, je, wewe ni mfalme wa Wayahudi? Yesu akajibu, wewe umesema. Marko sura ya 15 mstari wa 2. Hata miongoni mwa wafuasi wa Yesu, wengi tu walimfuata wakitarajia kuwa atarejesha utawala wa kifalme na wao watapewa nafasi katika utawala huo. Tuangalie kwa mfano wa mama wa wana wa Zebedayo. Yeye aliwaombea wanawe nafasi katika ufalme wa Yesu. Yesu akamuuliza, unataka nini? Huyo mama akamwambia Yesu, ahidi kwamba katika ufalme wako hawa wanangu wawili watakaa, mmoja upande wako wa kulia na mwingine upande wako wa kushoto. Mathayo 20 sura ya mstari wa 21. Na hata wale wanafunzi wawili wa Yesu waliokuwa wakirudi zao Emmaus baada ya kuona Yesu amekufa, nao walielezea matarajio waliokuwa nayo juu ya Yesu.
walisema hivi: makuhani na watawala wetu walimtoa ahukumiwe kufa, wakamsulubisha, lakini sisi tulitumaini kwamba yeye ndiye angeikomboa Israeli. Hii inapatikana katika Luka sura ya 24 mstari wa 20 mpaka ule wa 21. Tena sio hao tu, hata mitume nao walikuwa na matarajio hayo hayo, ijapo walikaa na Yesu kwa muda mrefu na kujifunza mengi kutoka kwake. Baada ya Yesu kufufuka, mitume wake walidhani ndio wakati wa yeye kurejeshea Israeli ufalme kwa kuwakomboa kutoka katika himaya ya Warumi. Utaona katika Matendo sura ya 1 mstari wa 6, mitume walipokutana pamoja na Yesu walimuuliza, "Je, Bwana, wakati huu ndipo utakaporudisha ule ufalme kwa Israeli?" Hata leo hii wengi wa Wayahudi bado wanamngojea Masihi ambaye ndiye atakayewapa ufalme ule walioutarajia, yaani ufalme wa kidunia. Hawakumpokea Yesu kama Masihi aliyetarajiwa kwa kuwa hakuwaletea ufalme wa kidunia kama waliotegemea. Lakini pamoja na hayo, bado Yesu alibakia kuwa mfalme kama alivyotabiriwa tangu awali. Alipoulizwa na Pilato ikiwa kama yeye ni mfalme, Yesu alimjibu, "Ufalme wangu si wa ulimwengu huu. Kama ufalme wangu ungekuwa wa ulimwengu huu, watumishi wangu wangenipigania nisitiwe mikononi mwa Wayahudi. Lakini sasa ufalme wangu si wa hapa." Hapo Pilato akamwambia, "Basi wewe ni mfalme?" Yesu akajibu, "Wewe umesema kwamba mimi ni mfalme. Mimi nimezaliwa kwa ajili hiyo, na kwa ajili hiyo nimekuja ulimwenguni kuwaambia watu juu ya ukweli. Kila mtu wa ukweli hunisikiliza." Yohana sura ya 18 mstari wa 36 mpaka ule wa 37. Kumbe Yesu hakuja kwa ajili ya ufalme kama falme zilizoko duniani, lakini alikuja kama mfalme. Je, ufalme wake ni wa namna gani ikiwa kama sio wa dunia hii? Kwa maana nyingine, iweje Yesu alikuja kama mfalme ikiwa kama ufalme wake si wa duniani? Tuliwahi kujibu swali hili katika tafakuri ya Kristo Mfalme, na bado tutaendelea kutafakari kwa kirefu zaidi juu ya jambo hilo. Lakini leo nitawaacha na neno kutoka kwa Waefeso ambalo linapatikana katika Waefeso sura ya 6 mstari ule wa 12. Anasema hivi: "Kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho." Tumsifu Yesu Kristo.